Mimi sio msemaji wa serikali, na kama mnavyojua sisi Chadema hatujashiriki kwenye tukio lolote linaloitwa uchaguzi. Hatutambui serikali iliyopo kwa sababu ni serikali iliyojiweka madarakani bila ridhaa ya umma kwa mtutu wa bunduki. Kwa hiyo sisi hatutambui kama wanakuja, kwa hata hivyo hatupangi ratiba ya serikali. Niulize mambo yanayohusu Chadema, nitakuwa tayari ku clarify mambo ya Chadema na mambo ya nchi yetu, lakini mambo ya mtu mwingine ambaye anakuja msiba, watu hawatoi kadi. Mwenyekiti, huenda hatutapata nafasi tena ya kuzungumza nao, lakini kuna moja ya barua ambayo tunaiona inasambazwa mtandaoni ikionyesha saini ya mwanasheria wa Chadema ikieleza kwamba huenda Chadema ameruhusiwa kufanya mikutano. Taarifa hii tuweke sawa sawa. Yes, hili ni la muhimu. Kisheria court injunction inaweza kudumu kwa miezi 6 peke yake. Sasa wanasheria wetu watafafanua vizuri, akiwemo mwanasheria mkuu wa chama, lakini wakili wewe yupo, kwa sababu najua chama chetu kimesheheni wanasheria. Sasa unapofanya matukio ya hira, mwisho wa siku unakuta huja update vile vitu, na mpaka ina elapse muda ule wa injunction unaisha, hawakuwahi kuenda kufungua tena hilo zuio ambalo hawawezi tena kuliomba. Kwa sisi kwa sasa, kama alivyoandika mwanasheria mkuu wa chama, hakuna injunction tena yoyote ya kuzuia kufanya shughuli za chama, na tutatoa program sasa za roll out nini tunaanza nacho rasmi, na tutakuwa tayari kwa mikutano ya chama, vikao vya chama, ofisi za chama kufunguliwa nchi nzima. Na Chadema kama alivyosema mzee Mtei, hili neno hakuna kulala mpaka kieleweke, ameliasisi mzee Mtei, no compromise. Sisi kama mnaelewa, linabeba ujumbe mkubwa, kwa sababu kuna watu nimesikia wanasema mzee Mtei hakuwa confrontational. Ukisoma hilo neno linakwambia ni message, hakuna kulala mpaka kieleweke. Maana yake hakuna kukata tamaa, hakuna compromise za uongo, hakuna vitu vya ambavyo havina maana mpaka ambapo tutakapobadilisha nchi. Kwa hiyo sisi tutaenzi hili neno rasmi, kwa sababu sasa kama chama tutakuwa hakina zuio, watakao kuwa natufanyia fujo kama mausidi ambao umeona nchi nzima. Leo tunazungumza hapa, mwenyekiti wetu wa wilaya ya Mbeya vijijini amekamatwa kwa sababu anahoji kwa nini OCD akashushe bendera ya chama, kitu ambacho hakijai kutokea, very strange. Lakini pia mnajua kuna vyama vinaitwa vyama 10 na ngapi kwenye nchi. Kuna chama kingine chochote kinachoshushiwa bendera na polisi wenyewe, sio CCM, polisi. Maana yake CCM wameshindwa, hawawezi kudili na sisi. Sasa